Nipigia simu ukisema kwamba una shida na mimi. Niko hapa nimekuja kwa ajili ya kukusikiliza. Hebu unaweza ukaniambia shida yako ni nini iliyokupelekea mpaka ukanipigia simu? Ni kweli kaka, kwanza samahani kwa usumbufu, nimekushtukiza. Lakini ukiangalia ninapitia wakati mgumu sana. Mimi hapa nilipo, maisha yangu yamekuwa magumu, kipato changu kimekuwa cha shida. Bahati nzuri au bahati mbaya, mke wangu sasa ana ujauzito wa kujifungua. Alafu mfukoni sina kitu, sina akiba yoyote. Kwa najikuta napitia wakati mgumu sana, nina changamoto kubwa sana. Ndio maana nimekuja kwako kukuomba unisaidie angalau kiasi kidogo cha pesa niweze kujikwamua katika hili tatizo. Kwa hiyo nakuomba unisaidie mimi mdogo wako kaka. Nimekupa heshima kubwa sana mpaka kufikia hatua ya wewe kuingia kwenye nyumba yangu. Hebu jitizame kwanza ulivyo. Alafu ujifikirie kwamba unaweza kufanya nini kwenye haya maisha ambacho kinaweza kukusaidia wewe na huyo mke wako. Na sio kuja kuniomba mimi pesa. Yaani hapa nimekaa na wewe ni kwamba nakuvumilia. Unatoa harufu kali. Kuna vitu vinaitwa spray yangu yote imeisha kwa sababu ya harufu yako. Si unaelewa? Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi siwezi nikakupatia pesa. Ila nitakupatia akili na mawazo ambayo yanaweza kufanya wewe ukaingiza pesa. Hakuna mtu anaweza kukupa samaki. Samaki nikikupa utaenda utawatumia wataisha. Lakini nikikupa nyavu utajifunza kuvua samaki. Umeona? Utakuwa unapata wewe mwenyewe samaki wa kwako, unatumia, maisha yanaendelea. Nataka nikupe njia ambayo itakufanya wewe uingize pesa kwa urahisi. Sasa uko tayari? Ndio, nipo tayari. Okay. Jambo zuri sana. Sikiliza. Hakuna pesa inakuja kiurahisi. Umeona bana? Usione watu tunamiliki magari, majumba. Ndani yake kuna siri nzito. Pishana na watu wanaendesha magari barabarani. Ujue magari umepata vipi? Ni wanapambana. Umeona? Huwezi ukapata pesa kirahisi pasipo kumwaga damu. Mimi naweza kukushauri kitu kimoja. Unayo nafasi. Na ndio maana ulipopiga simu yako ya kuja hapa, niliona kila kitu ambacho kinakusumbua wewe. Na nikakuona kwamba wewe una nafasi ambayo unaweza kuingizia pesa kwa urahisi. Na ndio maana hata nimekuruhusu ukafika hapa. Sasa nataka nikupe njia ambazo utazitumia wewe ili uweze kuingiza pesa. Unaona bana? Kwa hiyo sasa kama nilivyokuambia, nikupatie njia ambayo unaweza kuingizia wewe pesa kwa haraka zaidi. Nataka nikuulize kitu. Upo tayari kujiunga na chama ambacho naishi nacho mimi? Ambacho kinaweza kukuingizia pesa? Mwanzo nimesikia umeniambia kumwaga damu. Mimi kumwaga damu kwa kweli kakaangu siwezi. Ndio maana nikakuomba tu nisaidie kiasi. Sasa kilichokuleta ni nini? Kama huwezi kumwaga damu, unategemea upate kazi gani? Ufeke maua upate pesa? Pesa inatokana na damu. Tumia damu. Sio damu yako unamwaga, tunatoa damu za watu. Kafara, wewe unaishi vizuri, unasaidia watu walioko. Hebu tazama nikwambie kitu kimoja, sawa? Una uwezo wa kutoa mtu mmoja, alafu ukasaidia watu 100. Shida iko wapi? Unapunguza kwenye familia ndugu yangu. Mimi nakushauri. Ila kama utaona ushauri wangu na kipumbavu. Kaka, kutoa damu kwenye maisha yangu ni kitu ambacho sijawahi. Sasa unaponiambia nitoe damu ili nipate pesa, kaka, hiyo kwangu inakuwa ni ngumu. Mimi kilichonileta hapa ni kukuomba tu nisaidie msaada kidogo wa pesa. Then baadaye mimi nitakuja nitakurudishia pesa yako. Wewe utaendelea kumwaga damu, ila mimi kwa kweli kumwaga damu ni kitu ambacho naogopa. Mimi namwabudu Mungu kakaangu. Namwamini Mungu peke yake. Ni heri nipatie kazi nyingine ya kufanya, hata kama nikufika majani hapa kwako au kufungua geti kwa muda, nitakurudishia pesa. Mimi na shida na 1,500,000 tu. Sasa utakaponiambia nimwage damu kwa shilingi 1,500,000 inakuwa ngumu kwangu kaka. Wewe ni mpumbavu, mshenzi wewe. Aliyekuruhusu kutaja Mungu kwenye nyumba yangu ni nani? Unamwabudu Mungu. Mungu ndo amekufanya ufike hapa. Hapa ni kwa Mungu. Unamtegemea Mungu, unamwamini Mungu, ungeenda kanisani, ukaenda ukaomba kwamba mke wako ni mjamzito, kanisa likusaidie. Hilo kanisa lenyewe wanawachangisha sadaka. Sadaka zitakwenda wapi?
wanajitumia wao. Funguka akili. Kama umekuja hapa kwa masuala ya Mungu, nataka utoke nyumbani. Sisi hapa hatumwabudu Mungu, tunaabudu miungu na sio Mungu. Sio, nielewa? Lakini hasa nasemaje? Kwa sababu umeshindwa kufuata amri ambazo ziko ndani ya nyumba yangu, naomba uondoke. Ondoka kabla sijabadilika. Wakati unaingia getini kwangu umekuta kuna mlinzi. Kwa nini najiamini na kuliacha geti wazi kila kitu? Unaingia kama unavyojisikia. Kuna vitu ambavyo vinatulinda sisi. Alafu funguka. Hii dunia sasa hivi sio ya enzi za Musa. Hii dunia imebadilika. Wewe unaamini nini kama Mungu yupo? Sasa mimi naona mimi na wewe tumeshindwana, kwa sababu uniletea habari za kanisa nyumbani kwangu. Nimeshakwambia mimi situmie habari za makanisa. Naomba uende. Hapana, naomba uende. Nisaidie kaka. Sina msaada na wewe. Nimekupa nafasi kuchezea. Nimekushauri kiasi gani? Pesa inapatikana. Nisaidie. Sina msaada na hapa. Inuka. Kampigia magoti Mungu wako peke yake. Mume wangu, shida nini? Mbona una mawazo kiasi hicho? Yaani ujue umenipa wasiwasi sana mume wangu. Yaani tangu umeniaga kwamba unaenda kwa rafiki yako, umerudi hauna la, umeshika tama, mawazo mengi. Shida nini babangu? Ni kweli unachozungumza mke wangu. Kwa sababu hapa nilipo siko sawa. Natoka kwa rafiki yangu kumuomba anikopeshe pesa kidogo angalau niweze kukidhi mahitaji yaliyoko mbele yangu. Lakini majibu aliyonipatia ndio yananifanya niwaze na ninawaza nitaipataje hiyo pesa. Yaani kwa sasa akili yangu haiko sawa mke wangu. Najiuliza sijui nimemkosea nini Mungu. Mimi nimemkosea nini Mungu hadi nakuwa katika hali hii. Maisha magumu, pesa sina, naenda hadi kwa rafiki yangu wa karibu lakini na yeye ananijibu majibu ambayo sio. Kwa mpaka sasa hivi siwezi kuwa sawa hadi nitakapopata hiyo pesa. Na wewe ukiangalia mke wangu, hali yako sio nzuri. Muda wote unaenda kujifungua. Halafu mimi sina kitu chochote. Nimeenda kwa rafiki yangu kabisa kipenzi na sina rafiki mwingine tofauti na huyo. Majibu aliyonijibu ni siri yangu mwenyewe. Nikikujibu wewe, nikikwambia wewe, utasema urafiki wangu na yeye ufe, lakini kwa sababu mimi ni mwanaume inabidi nikae nayo moyoni. Najua unapitia wakati mgumu sana mke wangu. Kula unakula kwa shida, unalala kwa shida. Kila siku unawaza utafanya nini siku itakapofika mimi mmeo sina hela. Lakini ninaomba univumilie.
Hata sasa nahisi ujanywa chai, ujala chochote. Haya ni maisha tu yanapita, na sisi Mungu anatuangalia. Tuzidi kumuomba, zidi kuniombea mmeo, niweze kufanikiwa katika hili. Najua huu msalaba tulionao hapa mbele, muda si mrefu utaisha. Tumuombe Mungu, yatakwisha tu mke wangu, usiwazi sana. Mume wangu, usikate tamaa kiasi hicho. Muamini Mungu, na Mungu ndio tegemeo la kila binadamu hapa duniani. Hata tajiri naye pia anamtegemea Mungu. Sasa sisi ni nani tusimtegemee Mungu? Mume wangu, hebu jipe moyo. Haya ni ya kupita tu na yatapita mume wangu. Majaribu ni ya muda, na majaribu tumeumbiwa binadamu. Kwa usijali mume wangu, sawa? Yatapita tu. Wala usiwe na mawazo, tunakaa kinyonge kiasi hiki mume wangu. Twende ndani basi. Maana nilipompigia mama simu asubuhi kanitumia kiasi kidogo, kwa hiyo nimeemea, nimepika mume wangu. Sawa? Deusi, huo ndio wanaume. Na sasa ndio umeweza kujionyesha kwamba wewe ni mwanaume. Mwanaume haogopi, mwanaume anasubutu. Unataka kunichanganyia mafaili ile siku. Mimi nakupa njia za kufanikiwa. Wewe unaanza kusema masuala ya kusalisali. Unatakiwa kuwa na maamuzi. Ndio sababu ya ukaumbwa mwanaume. Leo umenifurahisha, na leo tunaweza kufanya kitu kikubwa sana. Utakwenda kuwa mtu mkubwa, na utamiliki pesa, magari, utapata kile unachokitaka. Hata mimi kaka, nashukuru kwa wazo lililonipatia. Nilienda nikafikiria, nikaona ni wazo zuri sana. Kwa sababu kuna watu wengi tu wanakaa hawana kazi za kufanya, na ni ndugu zangu wengine marafiki zangu, hususan ulivyoniambia kwamba kafara haihitaji paka ndugu, ni mtu yoyote tu. Nikafikiria nikaona nisiwe fara kiasi hicho. Kwa hiyo pia nashukuru kwa mawazo ulionipatia mazuri. Jambo zuri sana. Sasa basi, kilichotuleta hapa ni kitu kimoja. Unatakiwa utoe kafara yako ya kwanza. Na ndio maana nimekuleta katika eneo hili, ili nikupatie chungu pamoja na kisu. Uweze kutia kisu katika kile chungu. Yaani namaanisha uchome kisu ndani ya chungu chenye maji. Hapo utakuwa umetoa kafara ya kwako ya kwanza. Na mambo yako ndipo yanapoanza kuwa mazuri, na ndipo mafanikio yako yanapatikana kupitia katika kile chungu. Sijui umenielewa? Sawa kaka. Nipo tayari kufanya hata sasa hivi.
mkuu. Mbona sielewi? Huyu ni mdogo wangu. Na haya sio makubaliano yetu. Tulikubaliana tatoa kafara watu wengine. Mbona umenifanyia hivi? Nimetoa mdogo wangu kwa hiyo. Mdogo wangu, nisamehe sana. Haikuwa dhamira yangu kufanya hivi. Lakini imetokea tu. Nisamehe sana mdogo wangu. Mister, huu mchezo hauhitaji hasira. Endapo nikikwambia unatakiwa umtoe kafara mdogo wako, sidhani kama ukubaliana na hili swala. Hivyo basi, sisi tunatambua nyota yako ni kali na inatufaa katika kazi zetu. Na ndio maana sikukwambia. Karibu kwenye utajiri wetu. Karibu kwenye chama chetu. Nimekuja kuwasikiliza. Tunakupatia maagizo. Tunataka kafara. Tunataka kafara ya mwanao. Hatuna mengi ya kuongea. Tunahitaji kafara ya mwanao unampenda ambaye yuko mjini. Na tunakupa siku 2 tu uweze kutuletea damu ya mwanao hapa kijijini. Na hisi umetuelewa. Ikishindikana tutakutoa wewe. Wewe utakuwa halali yetu, utakuwa mali yetu. Na imani umetuelewa. Asante. Sawa mkuu, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. What's up? Tell me now. Well, shit. Do me. Make it funny. Make it funny. Make it funny. Tukikosa pesa tuna make it funny. Mimi nikupe hongera kwa sababu umeweza kufanya vizuri kwa kafara moja tu, nadhani umeona mwenyewe mafanikio. Ni kweli. Sasa wewe sio kutumia range kama hizi. Hizi ni takataka. Una mpango wa kubadilisha. Kwanza nimeshakuwa na matatizo kibao. Sasa hivi hizi hazipo kwenye brand. Wewe kwa sasa hivi ni brand. Tuko kwenye brand. Sio range. Range ni takataka, Kajala Harmonize kampa Kajala. Wewe uwezi kuona kama ni magari ya kuzawadia wanawake. Kwa jinsi ninavyoona kama pesa inavyoingia, utachukua gari kubwa zaidi ya. Okay, sawa. Tafuta gari za maana. Wewe ni mtu mkubwa, tayari ni brand, sio kutumia magari marenji kama haya. Haya ni magari ya wanawake. Harmonize amempa Kajala mawili. Afu wewe uje utembee na gari kama hili. Badili gari. Mimi ninachokushauri, wewe ni mtu mkubwa, tayari ni tajiri, una pesa. Sio kutumia vitu kama hivi bwana. Sio, unaelewa? Lakini haya magari tuwape wanawake zetu zawadi siku ya birthday zao za kuzaliwa, lakini sio gari ya kutembelea wewe. Sawa? Gari ziko nyingi sana ndugu yangu. Sawa. Sawa, nikupe hongera lakini. Asante sana. Aise kaka.
Nashukuru sana. Nilifikiri nimetenda dhambi, kumbe nilikuwa najichelesha mwenyewe. Sasa hivi tu siku 2-3 miezi kadhaa hiyo imepita, lakini na mafanikio makubwa kama haya, gari, ofisi kubwa, maeneo haya namiliki mimi mwenyewe. Haisoli nipatia bonge la wazo. Na ninakuahidi kitu kimoja kaka. Nitakufurahisha zaidi ya nilichokufanya. Nitakufurahisha na kuahidi kukumisi. What's up? Tell me now. Wallahi. Shit. Do me. Make it funny, make it funny, make it funny. Tukikosa pesa tuna make it funny. Sugar Master. Make it funny, Mtowani. make it funny, make it funny. Tukikosa pesa tuna make it funny. Tambo, Make it funny, tambo nene. make it funny, Tambo. make it funny. Tukikosa pesa Hii unavyoona hii ni mashine ya kusaga mawe ya dhahabu. Okay. Hii inazungusha mtungi ule unaosaga mawe, hatimaye mawe kulainika na kuwa dhahabu. Hii na hii hapa, ile ni kama ile pale. Hii hapa ni tofauti kidogo, lakini zote zinafanya kazi moja. Zote zinafanya kazi moja. Lakini bado kuna mazingira mengine kama hayo unavyoyaona. Nina plani moja kwa baadaye. Hapa hivi unavyoona palipoaje hapa, nahitaji nilete mashine moja kubwa. Sawa, Mashine moja. hapo nimekuelewa ndugu yangu. Lakini kidogo bado haujanifurahisha vizuri, haujanilizisha vizuri. Umeona bwana, kwa cheo ulichoingia nacho kwenye chama chetu, ulipaswa huku kote pasiwe empty namna hii. Uwe umejaza kila kitu. Umeona bwana, uwe umejaza. Sasa nashangaa, sijui umetumia pesa kiasi gani, maana naona vitu vidogo. Gari yenyewe umeenda kununua Range. Umeona bwana, wewe ni mtu mkubwa, unapokuwa unafanya biashara ndogo ndogo kama hizi, kikweli hazitulizishi. Unatakiwa ujaze vitu vijae, mtu akiingia aone ofisi imejaa. Umeona bwana, kwa sababu pesa yako wewe haipatikani kutokana na unavyofanya kazi, isipokuwa inapatikana kutokana na kafara. Hii hapa ni kwamba tu ile danganya toto, watu waelewe kwamba unafanya kazi. Umeona, una ofisi fulani, lakini sisi kazi yetu ni kumwaga damu. Umeona bwana? Sasa mimi ninachotaka kitu kimoja. Twende kanaonesha hiyo ofisi yako na yenyewe nione humo ndani imekaa vipi, inahusishwa na vitu gani. Umeona kwa sababu pesa unazopata ni kubwa, ni pesa nyingi. Alafu ukilinganisha na hii biashara na pesa ambayo wewe unaingiza ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo unatengeneza kitu hata serikali inaweza kuwekea mashaka, kutokana kwamba wewe unakuwa ni bilionea, alafu kazi unayoifanya inakuwa iko chini ya zile pesa ambazo unazimiliki. Kwa hiyo sasa ninachohitaji huku pajae mizigo, pajae vitu vya kazi, biashara ijae, kila kitu uboreshe. Nakuelewa kaka, lakini hapa ni kama mapokezi tu. Vitu vingine vipo store na mzigo upo mkubwa sana. Mzigo upo mwingi wa kutosha. Wateja wote wale watakao kuja watapata. Na ile gari Range sikupe mawazo sana kaka. Najua nimekukosea. Ile gari ni kwa ajili tu ya matembezi ya wafanyakazi wangu, na mimi sometime naitumia japo sio sana. Nina mpango wa kuchukua gari kubwa. Tena umenipatia wazo. Tutaenda wote kuchagua gari. Unichagulie gari nzuri ya kutembea. Twende ukapaone ofisini kwangu. What's up? Karibu sana kaka. Hii ndio ofisi yangu kama unavyoiona. Na unavyoona ni baadhi ya mizigo ambayo nimeagiza juzi imefika. Bado sijaiweka kwenye sehemu ya mauzo. Na kama nilivyokuambia, sasa hivi ndio naanza. Nitaongeza mizigo mingine zaidi ya hii, itakufurahisha. Ndio, karibu sana. Jisikie kama uko nyumbani. Mimi niseme bwana, umejitahidi mpaka hapo ulipofikia. Ndio.
kwa sababu wengi sana wameshafeli, hawajapiga hata hatua ambayo umepiga wewe. Mimi nikusihi tu kwamba zidisha juhudi, zingatia kila maelekezo ambayo unakuwa unayapata. Sawa. Nadhani maelekezo ndio yanayokuongoza wewe kuendelea kumiliki mali zako. Ni kweli. Alafu kitu kingine ambacho unatakiwa unacho makini sana, na ukiangalie vizuri kuhusiana na mama yako. Ndio. Mama yako una habari kwamba ni mshirikina? Hapana, hilo sana. Okay, sasa mimi ndo nakupa taarifa. Mama yako ni mshirikina. Ndio. Na unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu anaweza kukuharibia kila kitu. Umeona Na yule mama ni msiri. Nadhani kuanzia umezaliwa mpaka umefikia hapo, hujai kujua kama mama yako ni mchawi. Wewe ulitambaje mama yangu mshirikina? Okay, kuna hichi chama umenikuta. Kwa sisi ni watu wakubwa. Tunaelewa sana kwenye hii dunia. Kuna maanisha kuna vitu vingine hata mimi nitaviona hapo baadaye. Utaona. Ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja. Ndani ya siku moja au mbili, unatakiwa uhakikishe umekwenda kijijini kwenu. Ndio. Uende ukaonane na mama yako. Nadhani haya utathibitisha tu, kwa sababu wewe mwenyewe tayari upo na chama chetu. Mimi nimekuelewa. Na kuhusu swala la mama, hilo lisikupatie shida. Kama mama ni mshirikina, nitaona. Na endapo itakuwa ni hivyo kweli, ina maana yeye ndio atakuwa ananiletea nuksi katika maisha yangu. Na kama ananiletea nuksi katika maisha yangu, mimi tuko tayari kufanya kitu chochote. Hata yeye kama ikihitajika kumtoa kafara, mimi natoa tu. Hata sasa hivi, mimi sasa hivi ni mtu mkubwa, ni mtu mwingine. Namiliki vitu vyote vinavyoviona huko ndani, nje, magari. Kwa hiyo asije akanifanya mimi nikarudi kwenye udampo la umaskini, kwa sababu eti ni mama yangu. Mama wengine wakipuzipuuzi hao wanakuwa hawana maana ya kuishi. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi naweza nikasema kwamba sasa hivi ule uoga wa zamani sina, mdogo wako. Sasa hivi ni mtu mwingine. Hata ukiniambia huyo hapo mtoto wako, huyo hapo baba yako, naoa. Siogopi, natafuta pesa. Mimi naheshimu pesa sasa hivi kwenye dunia kuliko kitu chochote. Asikwambie mtu. Hata mke wangu naoa. Mimi sasa hivi sipendi. Kwa hiyo katika hilo lisikupatie shida. Tenda kumuona mama kama ulivyodai, na utanipatia maelekezo kama mkuu wangu. Maneno yako yamenifurahisha sana. Unaongea kwa ujasiri, unaongea vizuri kabisa. Umeona bwana? Hivyo basi, ukiendelea na spidi hiyo, ukiendelea kuwa na userious huo ulionao, basi mimi nikwambie kitu kimoja. Utajiri wako utazidi kuongezeka kila kunapoitwa leo. Sawa? Kwa hiyo basi, mimi niseme kwa leo naishia hapa. Nimeshaiona ofisi yako. Sawa. Tumeshaongea, tumejadili, na nilichokuambia ni kitu kimoja, zingatia kwenda kwa mama yako. Ndio. Sawa? Wakati mwingine tutakapoonana kuna kitu nitakwambia. Okay. Wacha mimi nikuache uendelee na majukumu mengine. Ni wakati wa kupambana na mama. Ama zake, ama zangu. Tena namfuata huko kijijini. Karibu mwanangu Daudi. Asante mama. Tuko hapa kijijini. Ndio, naona upo unahangaika na maisha ya kijijini. Maisha magumu. Maisha sio magumu mama. Sio magumu. Maisha mbona sipo?
Uone mwanao nilivyo shine. Nimeshashangaa. Nimeshangaa nilipokuona. Lakini naona hata wewe siku hizi unapendeza, unakuwa mweupe tu. Lakini Unapaka nini au unakula nini? Siku hizi mama unapaka wanja, alafu unasema maisha magumu. Maisha magumu. Unaona nimelima mahindi yote yamekauka na jua. Hivi ni wanja au ni nini? Unapaka nini mdomoni? Ni wanja. Unapaka mdomoni. Umelima mwaka huu? Nimelima yakaungua na jua. Pole sana. Ndio maana naona ni majani tu umo hivi. Nimekuona kwamba nikasema ni yeye. Na ni mimi mama, ni mimi. Ni wewe kweli. Hapo mjini ni pazuri. Pazuri. Umependeza jamani. Kumbe mjini pazuri. Pazuri kiasi. Tunahangaika. Ndio. Naona mama, maisha kweli ni magumu. Kama na mahindi yaliungua na jua, naona ni majani tu mo shambani. Pole sana. Lakini mshukuru Mungu hata kwa hicho kidogo unachopata riziki nacho. Naona japokuwa maisha ni magumu, lakini mamangu bado umependeza. Siku hizi unang'aa. Umekuwa mweupe, sio kama nilivyokuacha. Kwa ni hivyo, ni kumshukuru Mungu. Lakini maisha sio magumu sana. Mimi napenda kujipa imani hiyo. Maisha sio magumu. Maisha ni vile unavyotaka kuishi wewe. Vile unavyotaka uwe ndio utakuwa. Ukiweka kwenye akili yako kwamba maisha ni magumu, na kweli yatakuwa magumu. Ukiweka maisha ni mepesi, yatakuwa mepesi. Utajipa juhudi ya kufanya kazi. Shamba limegoma, vyakula vimeungua, tafuta alternative nyingine. Fanya kazi nyingine, uza hata matunda, uza karanga, uza miwa. Huwa kuna vibarua vya kufyatua tofali huko kijijini, wasombee watu maji. Kwa ni hivyo. Afu kitu kingine mama, mimi baada ya kukaa mjini muda mrefu, kwenye akili yangu nimefikiria nilivyofanya sio vizuri kukaa muda mrefu bila kuja kusalimia mama yangu. Mungu kwa hiki kidogo alichonisaidia nikapata, nimeona nije nikusabai. Kwa hiyo nimekuja mwanao nipokee. Japo nilichelewa lakini nimefika. Nipokee. Lakini pamoja na hayo mama, katika ujio wangu nimekuletea kizawadi kidogo dogo hivi. Unajua unapoenda kwa mama yako, nitakiwa hata unapoondoka anaona kitu cha kukumbukia. Ni kweli. Nimekuletea kizawadi kidogo hichi hapa. Kitatusaidia kwa siku 2-3 mama. Eti? Ndio mama. Nitafurahi. Ni kweli. Nitafurahi mwanangu. Wow. Mama. Haya ndio maisha ya mjini sasa mwanangu. Wow. Kovyara chawiza. Hongera mwanangu jamani. Kuzandio huku hamwa. Kovyara chawiza wewe. Nani mzazi kama mimi? Hongera. Naomba unisaidie maji ya kunywa mama. Eti? Ninywe maji.
nisamehe sana mke wangu. Haina budi kuyafanya haya ili maisha yangu yabadilike. Pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa. Pesa. Oh, na 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 na. David, karibu sana kwenye chama chetu. Washirika na imani wamekupokea vizuri, lakini mimi ni mkubwa. Huwezi kunifahamu kwa haraka sana na huwezi ukaniona sura yangu kwa haraka. Ikifika muda utanielewa. Tunashukuru sana kwa kujiunga kwenye chama chetu, lakini una mambo mengi ya kufanya ili kulinda utajiri wako. Sisi tumekupatia pesa, inabidi na wewe utupatie kila wakati unaotaka. Hiyo ndio sheria yetu. Na sasa tunamtaka mama yako mzazi. Mama yako mzazi pia ni mzito, ni mchawi. Sasa sisi tunamhitaji. Ukifanikiwa kwa hilo, basi utajiri wako utaongezeka mara 10 ya hapo. Sawa dada? Jitahidi sana. Una nguvu za kutosha na una nguvu kumzidi mama yako. Mama yako pia yuko kwenye vita kubwa na wewe kwa sababu ameshagundua kwamba umemjua yeye ni nani. Sasa basi, muda wote anakufuatilia. Leo majira ya saa 8 mchana utakapoenda nyumbani, ukijitahidi upate kinywaji na ukae kibarazani, mama yako lazima anatokezea ili kuja kukuzuru. Inatakiwa umuue wewe. Umenielewa David? Sawa mkuu. Hayo unaoniambia mimi nimeyafahamu kitambo. Lakini ninakuahidi leo kabla ya jua kuzama, hilo swala nitakuwa nimelimaliza kabisa, kwa sababu hata hivyo nguvu ulizonipatia ni nyingi mno. Kwa hiyo kwa nguvu hizi nilizonazo, yule mama kwangu ni mtu mdogo sana. Na kuhakikishia jua halitazama, nitakuwa nimemaliza hiyo kazi. Nitahakikisha ninamtupilia mbali na mteketeza ili utajiri wangu uweze kuwa mkubwa. Siwezi kukubali niwe na mama ambaye hanisaidii chochote katika maisha yangu. Nimwache akiwa hai. Lazima nifanye kitu mkuu ni kumwacha. Oh, na. Nimejikuta naogopa. Nimejikuta nashindwa kuwema. Nimejikuta naogopa kwa hiki nichofanya. Majuto ni mjukuu kwa hiki nichofanya. Mama, kumbe wewe ndio ulikuwa mchawi wa maisha yangu.
Wewe ndio ulikuwa unafanya maisha yangu yanarudi nyuma. Kila ninachofanya hakiendi, kumbe mchawi wangu ni wewe. Sasa basi, leo ndio mwisho wa huo uchawi wako. Leo ndio mwisho wa maisha yako. Kwa sababu siwezi kukubali ujinga wa namna hiyo. Kuwa na mtu anayenirudishia maendeleo yangu nyuma, kisa ni mama yangu, siwezi nikakubali. Mwanangu, hicho chama ulichoingia utanitambua na utanijua mimi ni nani. Mama, kilichotuleta hapa ni kitu kimoja tu. Tunahitaji kimvuli chako. Utake usitake, kimvuli chako tunachukua. Wewe sio kutaka kushindana na sisi. Wewe ni kitu kadogo sana. Sio kwetu kujibizana na sisi. Tunachohitaji ni kimvuli chako. Kijana, hakuna muda wa kupoteza. Fanya kazi yako. Fanya kilichokuleta hapa. Kwa uwezo ambao tuko nao, inaonyesha wazi kwamba huyu mama ni mtu mzito sana. Kwa nguvu ambao tunazo sisi, na kilichotokea hapa ni kitu ambacho kiwezekani. Amekuzidije nguvu? Inaonekana huyu mama kuna namna, kuna jinsi ambavyo anaweza katuzidi, na tusipoangalia tunaweza tukaumia. Sasa basi, hatujawahi kushindwa na wala hatutegemei kufeli kwa chochote kile. Ninachokitaji tumfuate huko huko alikoelekea, tukajue mbichi ni zipi na mbivu ni zipi. Wewe ni nani? Kuanzia nimeingia kwenye hichi chama, sijawahi kutana na mtu kama wewe. Mtu wa kupinga kitu ambacho nakitaka mimi, sijawahi kumuona. Wewe ni nani? Nahitaji kukujua. Wewe ni nani? Mimi ni Malkia wenu. Naomba mnipe heshima yangu. Wewe ni Malkia wetu? Malkia wetu kivipi? Unatakiwa utoe maelezo yanayojitosheleza. Sisi kukutambua wewe, sio tu wewe ni Malkia. Malkia kivipi? Sasa basi, ninachokihitaji kutoka kwako, eleza kiufasaha. Wewe ni Malkia kivipi? Tofauti na hapo, uhai wako upo mikononi mwetu. Umetukimbia mara nyingi sana, ila leo itakuwa ni mwisho wako. Zindakie! Heshima yako mtukufu Malkia. Najua na kushangaza sana mwanangu, lakini utanielewa. Mama, kama wewe ni Malkia mkubwa kiasi hiki, kwa nini hukuniambia mapema? Hadi mimi nakuwa maskini, nahangaika na maisha magumu. Kumbe wewe ni Malkia mkubwa ambaye unaweza kunisaidia kwenye maisha yangu nikafanikiwa. Unaniacha nahangaika. Unaweza ukanijibu ni kwa nini umefanya hivyo hadi mimi nimekuwa hivi?
nahitaji unipatie maelezo ya kutosha mama, kwa sababu ni kitu cha kushangaza sana. Mwanao unahangaika na maisha magumu, hali ya kuwa wewe ni malkia mkubwa wa kiasi hiki. Ni kitu ambacho mama umekosea sana. Ninahitaji unipatie maelezo ya kutosha hili jambo liweze kuwa vizuri na mimi moyo wangu uweze kuwa sawa, kwa sababu umenishangaza. Mama, ni kitu kinachonishangaza sana. Kwa nini nimehangaika kutafuta utajiri hadi nimeingia kwenye hiki chama? Kumbe wewe ndio malkia mkubwa, dhahabu umeikalia. Lakini mama, siku zote hizo umekuwa ukiniangalia tu bila hata kunisaidia mwanao. Nimehangaika na maisha magumu, wewe mwenyewe unayafahamu. Na ulikuwa unajua kabisa mimi nahitaji kujiunga kwenye hiki chama. Lakini umeniacha hadi nimeingizwa na mtu mwingine kwenye chama, hadi nimepata utajiri mkubwa. Kumbe wewe ndio malkia, dhahabu umeikalia mama. Mama wangu, naomba uniambie, unipatie maelezo ya kutosha. Maana naona kama mauzauza. Au wewe sio mama ninayemfahamu, ni picha kopi. Ninaomba unipatie maelezo ya kutosha yatakayonifanya niweze kukuamini na kukubali majibu utakayonipatia mama. Ishara zote zimeonekana mimi ni malkia. Naomba mniamini. Mister, kwa sasa unatakiwa muamini mama yako kwamba ni malkia. Vyote vimeonyesha wazi, viashiria vyote vinaonyesha kwamba yeye ni malkia, japo kwamba sisi tulikuwa tutambui hili. Sio, nielewa? Sasa kilichopo hapa cha kufanya ni kitu kimoja. Katika kampuni yako unatakiwa uajiri vijana, ila uanze na secretary ambaye atakuwa ni binti kwa ajili ya kupokea wageni katika ofisi yako. Pili, uchukue vijana mtaani ambao hawana ajira, wewe uwaajiri. Kwa sababu ukishaajiri vijana pale katika ile kampuni, itakusaidia wewe kutoa kafara zako kiurahisi kupitia wao wanaofanya kazi katika kampuni yako. Sio, unanielewa? Hasa mimi ninachokuomba ni kitu kimoja. Zingatia haya ninayokuambia, kwa sababu ni njia ambazo zitakusaidia sana wewe. Nimekuelewa. Nitaenda kulifanyia kazi, kwa sababu hata mimi nilikuwa napata changamoto. Majukumu yamekuwa ni mengi pale ofisini. Mzigo unaongezeka kila leo. Lakini kwa sababu umenipatia utaratibu wote mkuu, nitalifanyia kazi. Huyo binti nitamtafuta leo, na hao vijana kesho nitawashughulikia, nitawapata. Nafikiri hilo limefika mkuu, linashughulikiwa. Jambo la mwisho, hili ndio la kuzingatia zaidi. Usiingize mfanyakazi katika kampuni pasipo kumsainisha mkataba. Na wakati unamsainisha mkataba, hakikisha asisome ule mkataba, kwa sababu anaposaini ule mkataba anakuwa amejiunga moja kwa moja kwenye chama chetu. Sio, unaelewa? Endapo atasoma hataweza kusaini, ila akisoma ameshamaliza kusaini, huyo tayari anakuwa ni mali yetu, ameingia moja kwa moja katika chama. Hicho kitu zingatia sana unapoenda kuwasainisha hiyo mikataba yetu. Sawa mkuu, nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Halo? Poa tu ndugu yangu, niambie. Kuna kazi? Hebu subiri kwanza, unanitania au unamaanisha? Mimi nipo tayari hata sasa hivi ndugu yangu. Kaka.
Kaka mimi nipo tayari sasa hivi, yani kutoka hapa nilipokuja hata kukopa nauli, hata kuuza simu yangu nipo tayari. Yani mshahara milioni 3 kwa mwezi. Kaka hiyo kazi mimi nipo tayari kufanya kaka. Nipo location tu, wewe nipo tu location mimi nafika sasa hivi. Haina shida. Mimi ngoja nimpigie mama simu nimwambie ile swala kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa ananiombea sana. Tena inabidi tu niende kwa mama sasa hivi nikamwambie ili kusudi mimi niandae kila kitu nije, sawa? Haina shida bosi wangu, yani nitafurahi sana rafiki yangu. Yaani umenisaidia hapa kubwa sana. Yaani maisha nionao ni magumu ndugu wangu, yaani ukiniona nimechakana na elimu yangu nilionayo. Nilikuwa nimekuja kwa mzee Masuru hapa, alipata kibarua cha kulimalima lakini sijamkuta. Poa ndugu yangu, nashukuru sana, Mungu akubariki ndugu yangu. Aya, asante. Esther, nafikiri unafahamu kila kitu kuhusiana na ofisi hii. Umeshatambua siri zangu zote na kila kitu kinachoendelea hapa. Sasa basi, inatakiwa iwe siri yako mwenyewe. Usimwambie mfanyakazi yeyote atakayeingia hapa au aliyopo hapa. Na endapo utatoboa siri, maisha yako yatakuwa hatarini. Nafikiri umenielewa. Naomba jitahidi kuwa na siri. Nimekupatia nafasi ya kufahamu siri zangu kwa sababu ninakuamini. Sawa bosi, nimekuelewa. Nitakuwa mwadilifu, nitatunza siri zako na za kampuni hii. Jambo lingine ambalo nilikuwa nimesahau kuambia, kuna kijana atakuja hapa. Hakikisha unampokea vizuri na unamuelekeza ofisini kwangu. Nafikiri umenielewa. Kuwa makini. Karibu. Asante sister. Sister, nimesikia katika kampuni hii mlikuwa mtafuta mfanyakazi, kwa naamini kwamba na mimi ni mfanyakazi ambaye kwa vigezo na jinsi ndivyo naamini kwamba nitafanya kazi kwa weledi na kwa ubora. Dada, na tamani yani kwa hayo maneno nilioongea niombee kazi kwa bosi, yani maana hali yangu ya kiuchumi ndio nayo, yani mimi mwenyewe sasa hivi siko vizuri. Sawa, sisi tumekuelewa na tumepokea maombi yako, tutaifanyia kazi. Naomba nipigie bosi wangu kwanza, niongee naye, afu zeni tutaongea vizuri mimi na wewe, sawa? Bosi mwenyewe hata apokee simu, sijui uko busy. Apokee simu. Bosi kumbi. Hello. Boss. Kuna mfanyakazi mpya hapa amekuja, anahitaji kazi. Sijui nimwelekeze aje kwako. Sawa, mlete ofisini kwangu. Sawa. Sawa.
kama tulivyoongea kwenye simu, mfanyakazi mwenyewe ndio huyu hapa. Kwa hiyo malizana naye mimi. Karibu sana kijana. Sawa. Naomba unipatie vyeti vyako nisome. Safi sana. Umejitahidi. Hongera. Sasa kwa mujibu wa vyeti vyako hapa kazi umepata. Kazi umepata, na kwa sababu vyeti vimenifurahisha inatakiwa kazi uanze leo sasa hivi. Na nitakulipa 3 kwa mwezi. Karibu sana. Taongea na secretary akupatie kila kitu, vifaa vya kazi, uanze kazi sasa hivi. Asante sana bosi. Kwamba kazi nimepata leo. Asante sana bosi. Yaani unajua nilikuwa ni kitu ambacho nilikuwa sidhani. Sawa. Yaani nimefurahi sana. Nimefurahi sana, usiogope. Asante. Karibu sana. Asante sana Mungu jamani. Kazi nimepata leo na naanza leo. Ndio. Asante sana bosi. Usiogope. Asante sana bosi. Mimi naamini labda bosi ungenipa maelekezo. Maelekezo atakupatia secretary. Si wapi. Zindagi. Karibu sana mama Malkia. Naamini ujio wako ni mzuri. Karibu sana. Zindagi. Mwanangu, kazi zako zinaonekana mpaka na wakuu wamefurahi. Sasa unaenda kupanda cheo na utakuwa juu zaidi, mali itaongezeka. Nashukuru sana mama kwa maneno yako ya faraja, na kuahidi nitatoa kafara za kutosha, na lolote mtakalotaka nifanye nitafanya. Zindagi. Pesa. Hongera sana kakaangu. Nadhani mshahara umeuona, mshahara ni mzuri. Karibu sana kwenye ofisi yetu. Jisikie uko nyumbani, jisikie una amani. Karibu sana. Na imani tutachapa kazi vizuri. Hamna shida yoyote. Matatizo sister. Sawa, karibu sana. Na imani dadangu, hata mimi mwenyewe sikutegemea kama hii kazi labda ningeipata katika hii kampuni, ila namshukuru Mungu maana mshahara ni mrefu kiufupi. Kwa naamini kwamba inaweza kunitoa sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa naamini naweza nikafanya vitu vikubwa, na kiufupi tu labda naweza nikamsaidia mama yangu na familia yangu. Kwa sema tu namshukuru Mungu. Kwa asante kwa kuonana na bosi. Nimeonana na bosi, lakini bosi kanipokea fresh. Kwa mimi naamini kwamba kazi nitafanya kwa uadilifu na kwa weledi, yani tuseme nitafanya yani makini sana. Karibu sana. Mimi na zamu yangu imeisha hapa ofisini. Kwa hiyo nitakuachia ofisi. Karibu sana, ujisikie amani. Asante sana. Na shida. Asante. No. Nenda hapo nenda. Bosi, karibu bosi. Karibu.
Karibu. Usiogope. Kwa nini unaniogopa? Nimeona uko busy unaandika hapo. Nikaona nikupa kama surprise fulani. Kwa hiyo usiogope. Hamna shida. Karibu. Kuwa huru kabisa. Sasa kuna jambo moja ambalo nilisahau kukuambia. Unajua unapopewa kazi inatakiwa usaini mkataba. Unaona? Kwa hiyo kinachotakiwa hapo usaini mkataba kwanza ndipo uendelee na majukumu ya ofisini. Swala mkataba lenyewe halina shida. Ngoja nitakupatia mkataba hapa usaini. Then ndio endelee na mambo yako mengine. Sign hapa hivi. Shika kalamu, sign hapa. Au usisome. Sign. Maana muda unaniacha. Nataka niwahi sehemu. Wewe sign utasoma baadaye. Utasoma baadaye. Sign tu hapa. Utasoma baadaye. Maana muda tunakuacha soma tu. Siwazi. Unanisikia? Wewe sign. Utasoma baadaye. Na mambo mengi ya kufanya. Tayari. Utasoma baadaye. Nitakupatia usome. Kwa sababu nina mambo mengi ya kufanya. Basi wewe unaweza kuendelea na mambo yako. Hamna shida. Unahitaji kusoma, utaniita nikupatie. Hello mama. Kazi yenyewe nimepata, lakini sema sasa ndo hivyo tu nini. Afu mshahara ni mkubwa wenyewe, mshahara wenyewe analipa vizuri. Ni 3 kwa mwezi. Lakini kinachonishangaza kwamba yani nimesaini mkataba ambao hata mimi mwenyewe kuelewa yani imekuwa ni changamoto, sielewi kwamba ni mkataba ambao unahusiana na nini. Yani mimi mwenyewe ndo nashangaa, ila nimesha saini. Lakini sielewelewi yani, cha kwanza yani siamini yani, afu sielewelewi tu. Kwanza bosi mwenyewe simwamini yani. Kuna vitu ambavyo sivielewi yani kwa ufupi. Kuna vitu ambavyo mimi navihisi ambavyo haviko sawa. Haya. Pesa. Oh na. Nimejikuta naogopa. Nimejikuta na Nasir. Nimetikia wito wako ulioniita. Lakini hapa ndio nyumbani kwako, si ndio? Mimi ndo hapa nilipopanga hapa. Sasa nimepanga hapa lakini ndo mazingira naoishi. Lakini mbona umechukua nyumba ambayo sio ya azi yako? Kawaida tu bwana. Wewe sasa hivi ni mtu mkubwa. Mshahara unaopokea wewe haipaswi wewe kwenye nyumba chafu kama hii. Bwana nyumba chafu, sijui amfanye usafi, alafu bado sio mahali yako. Mshahara unaopokea mkubwa, unatakiwa utafute nyumba ambayo ni kubwa. Kodi nyumba nzima, nyumba kubwa ambayo hata kama ukinileta mtu kama mimi inafanana na maadhi nilionayo pamoja na wewe. Unaona sasa hivi kidogo umebadilika nini tofauti na ulivyokuja mwanzo. Kwa hiyo sijapenda, tafuta nyumba nyingine hapa. Asante sana bosi kwa kuitikia wito wangu.
lakini nashukuru pia kujali, lakini inshallah ndipo inshallah. Lakini kuna vitu mimi ambavyo bado sivielewi, ambavyo bado vinanitatanisha, yani nashindwa kufahamu, lakini kiufupi mimi pale niliongea na mama, nilimpigia mama simu, lakini mama alichoniambia mimi, aliniambia niache kazi. Unasemaje? Unataka uache kazi? Nimeamua kuacha kazi pale, maana kuna vitu ambavyo mimi vinakuwa vinanitatanisha. Sasa kwa taarifa yako, naomba unisikilize kwa makini. Pale hauwezi ukaacha kazi. Ukishaingia kwenye ofisi yangu, umeingia moja kwa moja. Na ukiacha kazi, maisha yako yatakuwa halali yangu, kwa sababu umeshajua siri zangu. Kijana, naomba kuwa makini juu ya hilo. Ukiingia pale, hauwezi ukatoka kamwe. Umekuwa kama mwanafamilia wa pale. Hauwezi ukaniambia umejua siri zangu, alafu leo niambie kwamba unahitaji kutoka. Hilo never. Kijana, naomba kuwa makini. Kama unayapenda maisha yako, achana na hilo wazo lilonazo. Lakini kama hauyapendi, subutu kufanya hivyo. Utanitambua mimi ni nani. Haiwezekani. Mimi yani haiwezekani kusema kwamba labda mimi nisiache kazi kwenye kampuni yako. Haiwezekani hata siku moja. Utanilazimishaje kazi mimi kufanya kwenye kampuni yako wakati mimi kwa yale yangu mimi nimeamua kuacha? Hiyo kitu haiwezekani hata siku moja bosi. Mimi nimeamua kuacha kazi, nimeamua kuacha kazi. Na siwezi nikafanya kazi kwenye kampuni ambayo kampuni ina mauza mapicha picha. Mbona nasikia sauti za ajabu? Mara nini? Nifanyeje? Siwezi kufanya kazi kwenye hiyo kampuni bosi. Wallahi nakwambia. Wallahi nakwambia. Siwezi nikafanya kazi kwenye hiyo kampuni. Kweli bosi. Tena nakwambia bosi, ndio unaliwe. Ubaya ubwela. Unaniambiaje? Nasema kwamba maji ukishayavulia nguo, shali tu yaoge. Na leo utayaoga ama kuyanywa. Sasa leo utajua upande wangu wa pili ni upi. Unaniambiaje wewe? Mtoto mdogo kama wewe unitishe mimi? Hivi unanitambua vizuri wewe? Unanitambua na kuuliza? Wewe fanya unalofanya, wala mimi sikuogopi, na muamini Mungu wangu tu. Basi. Na wewe mtoto unaotaka, acha nikupe. Nisamehe bosi. Bosi nisamehe. Bosi nisamehe kweli. Bosi nisamehe. Nisamehe bosi. Bosi nisamehe. Sijawahi kusamehe watu wapuuzi katika maisha yangu. Sasa basi, inatakiwa uwe funzo kwa watu wengine. Mpuuzi mkubwa wewe.